Septemba 1 mwaka 1983 ukiwa ni usiku mzito. Juu angani kwenye anga la bahari ya Japan. Ndege moja ya abiria ya Korea Kusini yenye nambari ya safari KAL 007 ilikuwa kwenye njia yake kutoka New York hadi Seoul kupitia Anchorage, Alaska. Lakini muda mfupi kabla kufika sehemu ya anga ya Umoja wa Kisoviet, leo hii ikiitwa Russia ya Mashariki, mwelekeo wa ndege hiyo ukageuka ghafla isivyotarajiwa. Ikaingia ndani kabisa ya anga la kijeshi la Umoja wa Kisoviet. Hapo ndipo historia ilipoandika tukio ambalo lilitumbukiza dunia kwenye hatihati ya kuibuka kwa vita kubwa. Ndege ilichukuliwa. Ni kwa sababu gani ilifikia hatua hiyo? Ni kwa sababu ndege ilichukuliwa kama ya adui. Ndege hiyo aina ya Boeing 747 ilibeba abiria 269, wakiwemo raia wa Korea Kusini, wa Marekani 61 na hata mbunge wa Marekani Lawrence McDonald. Haikujulikana mara moja kuwa ndege hiyo ilipotea njia, kwa sababu vifaa vya ndege hiyo hazikuashiria tatizo lolote. Huku rubani akiendelea na kazi yake kama kawaida bila kujua kwamba analengwa na kombora hatari kutoka ardhini. Lakini kwa jeshi la anga la Russia hali ilikuwa tofauti. Katika kipindi hicho cha vita baridi, Russia ilikuwa makini sana kuhusu anga lake. Na walifikiri huenda hii ni ndege ya kijasusi ya Marekani aina ya RC-135 iliyowekwa muonekano wa ndege ya kiraia. Basi bwana, mito ya radio kutoka kwa waratibu wa Umoja wa Kisoviet kwenda kwa rubani wa KAL 007 haikujibiwa. Huenda walikuwa kwenye frequency tofauti au walikuwa hawasikii kabisa. Na baada ya maonyo mengi ya tahadhari bila majibu, jeshi la anga la Umoja wa Kisoviet lilitoa amri ya kushambulia. Ndipo yapata muda wa saa 4 na dakika 26 usiku kwa saa za eneo hilo, rubani wa Umoja wa Kisoviet Gennady Ospovich akapokea amri kutoka makao makuu, shambulia. Kwa sekunde chache tu, kombora la angani lilirushwa kutoka kwenye ndege ya kivita ya MiG-23, likaigonga ndege ya KAL 007 likaua mifumo muhimu ya ndege. Ingawa haikulipuka mara moja, rubani alijaribu kushuka kwa dharura, lakini ilikosa matumaini ya kusalimika kabisa. Ndege hiyo ikaanguka kwenye maji ya bahari ya Japan karibu na kisiwa cha Sakhalin. Abiria wote 269 walifariki dunia. Tukio hilo lilizua hasira kubwa duniani. Marekani kupitia Rais Ronald Reagan aliilani Urusi kwa unyofuaji wa maisha ya binadamu wasiokuwa na hatia. Tukio hili lilizidisha uhasama kati ya Washington na Moscow. Na kwa upande wa Russia walitoa kauli tata wakidai kuwa walidhani ni ndege ya kijasusi, kwa sababu kwanza haikujibu tahadhari zao, na pengine ilikuwa inafanya uchunguzi wa kijeshi kwa niaba ya Marekani. Hata hivyo, ushahidi wa radio na satellite ulionyesha wazi kuwa ilikuwa ndege ya kiraia. Hapo ndipo dunia iligawanyika. Je, Russia walitenda kwa uhalali wa kujilinda au walifanya uhalifu wa kivita? Miaka ya baadaye, maelezo ya siri ya Umoja wa Kisoviet yalipovuja, ilithibitishwa kuwa viongozi wa juu wa Umoja wa Kisoviet walijua mapema kuwa ni ndege ya kiraia, lakini waliamua kukaa kimya au pengine kuficha ukweli. Kwenye ndege hiyo hakukuwa na miili iliyookolewa
Wala hakukuwa na miili iliyozikwa. Maelfu walibaki na huzuni ya milele. Juhudi za Marekani na Korea Kusini kuipata ndege hiyo hazikufanikiwa. Hadi miaka ya 1990 Russia ilipokiri hatua kwa hatua. Mpaka leo tukio la KAL 007 linabaki kuwa kumbukumbu ya kutisha ya kile kinachoweza kutokea wakati wa hofu, wasiwasi na siasa za kivita. Je, Russia walikuwa na haki ya kujilinda? Au ilikuwa ni mauaji ya raia wa kimataifa kwa makusudi tu? Katika ulimwengu wa leo ambapo anga, radio na data ni sehemu ya kivita, tukio la ndege ya KAL 007 ni onyo kuwa njia za makosa zinaweza kugharimu maisha ya wasio na hatia. Na tukio hili linatufundisha kuwa wakati mwingine vita havihitaji risasi nyingi, bali uamuzi mmoja tu wa mtu mmoja anayetazama kupitia rada, akidhani ni adui, kumbe ni abiria wa kawaida wanaorudi nyumbani. Mimi naitwa Ananias Edgar.